alivyosema kwamba nimekuja katika kushuhudia, sijaja katika kuzungumza kule huku, lakini kushuhudia, sio? Kwa maana yake neno dogo. Mheshimiwa Baba Vikari Vikareti ya Vunjo, ambaye pia ni mlezi wa makatekista katika Vikareti ya Vunjo, ambaye pia ni baba paroko wa Parokia Mtakatifu Marika wa Maguini, waheshimiwa viongozi wa makatekista ngazi ya jimbo, ngazi ya vikarieti, ngazi za kanda, wapendwa makatekista wote, na kwa namna pekee masista na mabradha ambao wamejumuika na sisi katika utume wa katekesi, na pia ndugu zetu Catholic Motion Online TV. Tumsifu Yesu Kristo. Jubilei kuu mwaka mtakatifu 2025. Sinodi Jimbo Katoliki Moshi. Pamoja na Kristo yote tutayaweza. Basi kwanza kabisa ni neno la shukrani kwa Mwenyezi Mungu ambaye amejalia siku ya leo na ambaye anawezesha yote yakafanyika kwa sifa na utukufu wake. Ombeni turudishie sifa na utukufu. Hili ni neno la shukrani na pongezi kwa Baba Vikari, kwa Baba mlezi wa makatekista Vikareti ya Vunjo, lakini pia kwa Baba paroko Parokia Mtakatifu Marika wa Maguini. Ombeni tumshukuru na kumpongeza. Asante sana Baba kwa kutenga siku ya leo kuwa na makatekista, kuwafundisha, kusali nao, kuwapatia huduma ya upatanisho, kuabudu sakramenti kuu, kuwasimika viongozi na kuhitimisha kuadhimisha ibada ya misa takatifu. Padre Valerian Msafiri nimebahatika kufanya naye huduma katika parokia hii ya Mtakatifu Marika Wakuu hapa Imo kwa mwaka mmoja, tangu 2019 mpaka mwaka 2020. Kwa kweli huyu ni baba na tunaye baba. Amekuwa baba kwangu na mimi nimekuwa mtoto kwake, na sifa kuu ya baba ni kuwa karibu na watoto wake. Kwa kweli daima amekuwa karibu, pale ambapo nilikuwa nikihitaji jambo lolote amekuwa karibu, na huu mwaka mmoja ambao tumedumu naye kwa kweli ilienda vizuri sana, na sitasahau mambo nilifanya hapa Imo, jinsi ulivyokuwa mzuri na mtamu. Asante sana. Basi nimesema hivyo makusudi ili niwaambie kwamba naye baba na mpokee kama baba yenu, na muwe karibu na baba, muwe karibu na baba. Kwa kuwa ujumbe wangu mimi siku ya leo, muwe karibu na nani? Baba. Kwenye familia nyingi changamoto nyingi zinatokea kwa sababu akina baba hawako karibu na watoto, ama watoto hawako karibu na kina nani? Baba. Kwa hiyo kumbe, naamini ukiwa karibu na huyu baba, mambo yataenda, mambo yataenda. Kwa kumbe, naombeni muwe karibu na baba. Nasema hivi, muwe karibu na baba katika ngazi ya vikarieti, lakini pia muwe karibu na baba zenu kule maparokia, mapadre walioko kule, baba zenu. Naombeni mjitahidi kuwa karibu nao. Katekista ukiwa karibu na baba, mambo yataenda, utaenda. Lakini zaidi sana kuwa karibu na baba yetu wa mbinguni. Katekista, jitahidi uwe karibu na baba. Ukiwa naye karibu, utakuwa lolote, mambo yataenda. Na hili la kuwa karibu na baba wa mbinguni limezungumziwa mara nyingi na kwa namna nyingi katika siku ya leo. Baba amezungumzia kwenye mazungumzo mliokuwa naye
Nimerudia hapo kwenye adhimisho la ibada ya misa takatifu. Nimerudia pia katika kile kiapo kwamba katekista ni mtu wa sala. Katekista anapaswa kusali, na katekista usiposali, utumwa katekesi hauendi, utumwa katekesi ni ngumu. Kuna changamoto nyingi, lakini tunaweza kuzivuka kwa sababu tunasali. Na katekista hutaweza kufundisha kusali kama wewe hausali. Kwa hiyo katika ile neno tunazungumzia kwa karibu na Baba, naenda msikilize zaidi katika ile neno la katekista kuwa mtu wa sala. Na ndio maana tunakutanika, ndio maana tunamuomba Baba kuja kuapisha. Akaona sisi tumekuapisha bali kuunganisha na zoezi la sala. Ikawa kama ilivyoonyesha kwamba sala ndio msingi wa kila kitu katika utume wetu wa katekesi. Basi kwa kuwa neno langu ni hilo kwamba makatekista tuwe karibu na Baba yetu wa mbinguni hapa katika vikarieti na kule pia katika parokia zetu. Napenda kutoa neno la pongezi kwa viongozi wapya walioapishwa. Ombeni tuwapongeze. Tuko pamoja na nyinyi, tunawaombea mweze kuingia katika ile ya mchungaji mwema ambao tumeisoma katika somo la Injili. Msio watu wa mishahara, bali watu ambao wanachukua na kondoo, kutaka kutoa maisha yenu, kutoa sadaka kwa ajili ya uongozi uliokabidhiwa. Lakini pia kila katekista ni kiongozi eneo dogo, kila katekista ni mchungaji mwema na anaalikwa kuchukua mtu mshahara, bali kutoa maisha yake kwa ajili ya kondoo wake, kwa mfano wa Kristo ambaye ametoa maisha yake kwa ajili yetu sisi. Basi kwa maneno hayo tunaweza